Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni mwema rafiki. Karibu tena katika siku ya leo ambapo tunakwenda kutafakari somo zuri ambayo itazidi kutuelekeza kwa Yesu na tuzidi kumjua yeye katika wakati huu wa mwisho ambao tunaishi. Somo la leo ni somo ambalo lipo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na ile fungu la 12. Na unapojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 12, neno la Bwana linatuelekeza hivi. Inasema, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia fungu la 6 hadi fungu la 12 ni mafungu ambayo yanatuelekeza katika jumbe kubwa tatu ambazo zinaitwa jumbe za malaika watatu. Katika jumbe hizi kumeambatanishwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa subira ya watakatifu. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa amri za Mungu. Kuna kitu kinaitwa imani ya Yesu. Kwa katika siku ya leo tutajifunza vitu vikubwa hivi viwili. Jambo la kwanza, subira ya watakatifu. Jambo la pili, imani ya Yesu. Kwa nini subira ya watakatifu na imani ya Yesu imeambatanishwa katika ujumbe wa malaika watatu? Tunaishi katika kipindi ambapo watu wa Mungu watapitia dhoruba kali kwelikweli, dhoruba ambayo itatikisa imani za watu, dhoruba ambayo itapima ngano ni ipi na magugu ni yapi. Kwa hiyo watu wa Mungu watapitia kipindi hiki kigumu. Katika kipindi hiki tunajifunza kwamba chapa ya mnyama itawekwa kwa wale ambao watakataa amri za Mungu, na muhuri wa Mungu utawekwa kwa wale ambao watakubali amri za Mungu na imani ya Yesu. Lakini hawa ambao watakubali amri za Mungu na imani ya Yesu, ambao watatiwa muhuri, hawa watapitishwa katika dhoruba. Watapitishwa katika nini? Katika dhoruba. Na dhoruba hii ni dhoruba ambayo itatikisa imani za hawa watu. Kila ambaye atatiwa muhuri na Bwana ni lazima apitie hiki kipindi ambacho ni cha kutikiswa imani, kupimwa imani. Je, wana imani? Sasa fungu la 12 imeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura 14 katika ujumbe wa malaika watatu. Imeambatanishwa pale kwamba ili tuweze kuvuka katika pambano hili ambalo liko mbele yetu, inatakiwa tuwe na vitu vikubwa vingapi? Vitatu. Cha kwanza, tuwe na subira. Cha pili, tuwe na amri za Mungu. Cha tatu, tuwe na imani ya Yesu. Sasa leo tunaongelea tu subira ya watakatifu na tunaongelea na imani ya Yesu. Subira ya watakatifu ni nini? Subira inazungumzia kitu kinachoitwa uvumilivu. Uvumilivu. Kwa mtu yoyote ambaye anategemea kupita katika dhoruba ambayo iko mbele yetu, ni lazima awe na kitu kinachoitwa nini? Uvumilivu. Na uvumilivu inatokana na changamoto. Mtu anapopata changamoto, uvumilivu wake unapimwa. Je, huyu anao uwezo wa kuvumilia? Jambo fulani inaweza ikakujia, na ikisha kujia ni kwamba unapimwa, mbingu inakupima. Je, huyu mtu ana uwezo wa kuvumilia? Ana tabia ya uvumilivu? Ana tabia ya kusubiri? Sasa watu wa Mungu watapimwa katika wakati huu ambao uko mbele yetu. Watu wa Mungu watapimwa uvumilivu wao katika changamoto mbalimbali watakazopitia. Tuone mfano katika maisha ya Yesu. Yesu aliishi hapa duniani. Katika maisha yake ya kuendea kutukomboa pale msalabani, kuna nyakati tatu ambazo ni za muhimu sana sisi kuweza kuzitambua. Jambo la kwanza,
kile kipindi ambapo yuko jangwani. Yesu alifunga siku 40. Mwisho aliona njaa. Alivyoona njaa, mjaribu akamjia, akamwambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe nini? Mikate. Yesu alikuwa na uwezo huo wa kufanya mawe kuwa nini? Kuwa mikate. Alikuwa na uwezo huo, lakini uvumilivu wake ulikuwa unapimwa. Je, Kristo atakuwa mvumilivu kwamba Bwana ndiye atakayemletea msaada? Na tunakuja kuona baada ya yeye kushinda ili jaribu la kuvumilia, kwamba asitafute njia mbadala ya kutuliza njaa yake, bali asubiri msaada kutoka kwa Mungu. Baada ya kushinda ili jaribu, tunaona kwamba malaika walikuja kufanyaje? Kumtumikia Bwana. Baba yake alituma malaika kuja kumfanyaje? Kumhudumia nani? Kumhudumia Kristo. Na hii tunaisoma katika Mathayo sura ya 4 na lile fungu la 11. Tunaona neno la Bwana linasema, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Kwa hiyo Yesu alivumilia, hakutafuta njia mbadala ya kutatua njaa yake. Alisubiri msaada kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na alivyoshinda ili jaribu, mbingu ikaleta msaada, ikamletea msaada, malaika wakaja wakamtumikia. Kwa hiyo hata na sisi tunapoishi katika kipindi hiki cha kutiwa muhuri, tutapitia changamoto kubwa sana. Imani yetu, uvumilivu wetu utapimwa, subira yetu itapimwa, kwamba je, tutasubiri Mungu atuletee chakula? Tutasubiri msaada kutoka mbinguni? Unaweza ukashinda njaa siku 2, siku 3, siku 4, hamna chakula, upo gerezani, umefungwa. Je, utasubiri Mungu akuletee msaada, au utakula nguruwe uliyeletewa gerezani? Au utasema hapana, mimi sasa inatosha, na salimu amri? Mungu anataka tuwe na subira ya watakatifu. Lakini pia tunapozungumzia imani ya Yesu, imani ya Yesu ni kwamba Yesu alitukomboa kwa imani. Katika vipindi vyake vyote Yesu alishinda kwa imani. Aliamini kwamba Baba yake wa mbinguni atamshindia. Katika swala hili la njaa pale kwenye jangwa, Kristo aliamini, imani yake ilikuwa imejengwa kwa Baba yake, kwamba Baba yake bado yuko naye na bado atampatia msaada. Kwenye mateso au tuzungumzie kwanza pale kwenye bustani ya Gethsemane, ilikuwa ni jaribu zito kwa Kristo. Imani ya Yesu ilipimwa. Je, bado anamwamini? Imani yake imejengwa kwa nani? Kwa Baba yake au basi? Na tunaona alivyoshinda jaribu la imani, kwamba kitendo cha yeye kuamini kwamba Baba kitendo cha yeye kusema kwamba Baba, mapenzi yako yatimizwe, ile ilionyesha kwamba bado imani yake imejengwa kwa nani? Kwa Baba wa mbinguni aliye juu. Na tunaona baada ya yeye kushinda hilo jaribu, tuone kwenye kitabu cha Luka 22, tuanze fungu la 41. Nasema, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Kwa Yesu naye alijaribiwa imani yake, kwamba imani yake bado imejengeka kwa Baba wa mbinguni, bado anaamini kwamba Baba yuko naye katika shida alionayo. Na tunaona alivyoshinda hilo jaribu, baada ya kusema kwamba Baba, mapenzi yako yatimizwe,
kwamba yeye yuko tayari kwa lolote ili mradi atimize mpango ambao Bwana aliyouweka. Basi mbingu ikatuma malaika kuja kumtia nguvu. Kwa na watakatifu wote, watu wote ambao tutapita katika jaribu ambalo liko mbele yetu, inatupasa kuwa na vitu hivi viwili ambavyo leo navizungumzia. Amri za Mungu tutazungumzia siku nyingine. Inatupasa kuwa na vitu hivi viwili. Cha kwanza, uvumilivu. Cha pili, imani ya Yesu. Kwa ni lazima tuwe na hivi vitu viwili. Ndio maana katika kitabu cha Pambano Kuu, nabii wa Mungu Ellen G. White anatuambia mambo haya. 514 haya 3 anasema, wakati wa taabu na uchungu ulio mbele yetu unahitaji imani ambayo inaweza kustahimili uchovu, kuchelewa na njaa. Imani ambayo haitaweza kuzimia katika kujaribiwa vikali. Kwa tunaishi katika kipindi ambapo inatakiwa tujenge imani yetu kwa nani? Kwa Mungu. Lakini kama hatuna uvumilivu kwa mambo madogo madogo, kama hatuna uvumilivu kwa mambo haya madogo madogo ambayo Bwana anatupima nayo, utunzaji wa Sabato, mara chakula kitachacha su nini, rafiki yangu, tutapotea. Ni lazima tuwe na imani ya Yesu. Tumtegemee Yesu 100%. Kwa tunaishi kipindi ambapo tutakwenda kujaribiwa. Imani zetu zitapimwa. Je, imani yetu imejengwa kwa Kristo au imani zetu zimejengwa kwa wanadamu? Kama imani yetu imejengwa kwa fulani, sisi tutapotea. Tujenge imani yetu kwa Mungu, la sivyo hatutaokoka. Kwa hiyo mpendwa, inatakiwa tuwe wavumilivu. Uvumilivu, imani inajengwa katika changamoto, shida, majaribu. Ndio imani zetu zinajengwa. Imani zetu hazijengwe kwenye raha. Kwa hiyo mpendwa, leo tumeangalia hivyo vitu vikubwa vingapi? Viwili. Imani ya Yesu na subira ya nani? Ya watakatifu. Kama channel inavyosema, subira ya watakatifu na imani ya Yesu. Lakini hiyo Ufunuo 14 fungu la 12 imeandikwa kwa alama au kwa rangi ya blue. Hiyo inamaanisha ni amri za Mungu. Mpendwa, karibu katika somo lingine. Bwana akitujalia, Mungu azidi kututia nguvu na kutuimarisha, kwani wakati huu karibu. Amri ya Jumapili ipo karibu. Tuamke wa Sabato, tuamke, tumelala. Tuamke. Yesu anakuja. Bwana akubariki. Karibu katika somo lingine.